Halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Geita jana Machi 6, 2026 iliketi katika kikao chake na kufikia uamuzi wa kumvua wanachama wa CCM aliyekuwa mwenyekiti wa baraza la madiwani wilaya ya Chato na diwani wa kata ya Bongera Bartholomeo Manunga. Akizungumza na vyombo vya habari leo Machi 7, 2026 katika ofisi za chama hicho zilizopo wilayani Geita, katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo mkoa wa Geita Emmanuel Mnunke amesema diwani huyo alikuwa akituhumiwa kwa makosa mbalimbali ikiwemo utovu wa nidhamu sambamba na ukiukwaji wa sheria na kanuni za chama hicho. Hizi ni ripoti za Ayo TV na Minadayo kutokea mkoani Geita. Mimi ni Baraka Fulgence. Kikao cha halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Geita kilijadili na kufuatilia tuhuma dhidi ya diwani wa kata ya Bongera kule wilayani Chato ambaye pia ndiye mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Chato, ndugu Bartholomeo Christian Manunga. Tangu uchaguzi wa madiwani na hatimaye kumpata mwenyekiti wa halmashauri kumekuwa na mambo mengi, lakini chama kiliendelea kufuatilia mienendo na kuchunguza tuhuma dhidi yake, na jana kikao cha halmashauri kuu kikafikia maazimio, na maazimio ya kikao ilikuwa ni kumfukuza uwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Sasa maazimio kama hayo moja kwa moja yanamwondolea sifa ya kuwa diwani wa kata ya Bongera, lakini pia yanamwondolea sifa ya kuwa mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Chato. Baada sasa ya ndugu Bartholomeo Christian Manunga kuvuliwa wanachama, hatua zingine zitafuata, kwa sababu hapa tunahusisha chama lakini pia tunahusisha serikali kwa maana ya TAMISEMI, kwa sababu huyu tayari alikuwa ni diwani lakini pia alikuwa ni mwenyekiti wa halmashauri, na ikizingatiwa kwamba akisha shinda diwani yoyote anakwenda kuapishwa serikalini. Kwa hiyo kuna michakato ambayo itaendelea na hatimaye tutapata maelekezo mengine juu ya michakato itakayofuata, kwa maana kama atavuliwa wanachama, amepoteza sifa ya kuwa diwani na amepoteza sifa ya kuwa mwenyekiti wa halmashauri, maana yake itabidi kufanyika uchaguzi mdogo kwenye kata hiyo, lakini pia kufanyika uchaguzi kwa upya wa mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Chato. Hayo yote yatafanyika na taarifa tutapeana baada ya vikao vitakavyoendelea kufanyika, lakini pia baada ya maelekezo kutoka CCM makao makuu. Halmashauri kuu ya CCM mkoa imefikia maamuzi haya baada ya kujiridhisha juu ya tuhuma zake mbalimbali ikiwemo utovu wa nidhamu, lakini pia ukiukaji wa kanuni, sheria, taratibu na miongozo ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo baada ya kujiridhisha katika hayo yote, kikao kikaazimia huyu ndugu hastahili tena kuendelea kuwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Kumekuwa na mambo mengi kiukweli, kwa sababu kuna mambo yalitokea mengi sana kwenye mchakato wa kumpata mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Chato, na kwa sababu ya mazingira hayo chama ilibidi sasa kianze kufuatilia, lakini pia kutumia vyombo kama TAKUKURU kujiridhisha juu ya tuhuma zilizokuweko kule Chato, kwa sababu kuna klipu zingine zilitembea za watu kutuhumiana rushwa na nini, unaona. Kwa hiyo chama kikaendelea kufuatilia kwa taratibu sana kuhusu tuhuma hizo, lakini pia kama ambavyo umeuliza swali kwamba kuna mtu alishinda, lakini alikuwa ni diwani wa kata ya Muungano, na baadaye maelekezo yakatoka, kwa sababu kila hatua ilikuwa inaendelea. Taarifa zikatoka kusitisha kuapishwa kwa madiwani kwanza, kwa sababu huwa hakuna kiapo cha mwenyekiti wa halmashauri. Anaapishwa kama diwani kama kawaida, lakini kwa sababu anakuwa ameshinda kwenye kula za mwenyekiti wa halmashauri, basi yeye anapata hiyo hadhi yake. Kwa hiyo baada ya taarifa hizo walisimamisha zoezi la kumwapisha mwenyekiti wa halmashauri kwa maana ya madiwani wote, na baadaye maelekezo yakatoka kwamba ndugu Christian Manunga, huyu ndugu Bartholomeo Christian Manunga ndiye aende kama mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Chato. Kwa hiyo baada sasa ya kuendelea kufuatilia taratibu na nini, kuna tuhuma pia zilikuwepo dhidi yake. Kwa hiyo hao wawili wote wakajikuta, kwa sababu mtu akiondolewa kwa tuhuma wa kwanza hainyimi haki ya kufuatilia pia
wa pili aliyeingia. Kwa hayo ndio yametufikisha hapa ambako tumefikia.